Leo tunaadhimisha sikukuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu. Tunapotafakari kuhusu Yesu kuwa mfalme wa ulimwengu, itakuwa vema zaidi kama tutatafakari kuhusu ufalme huu wake kuwa mfalme wa ulimwengu, vile alivyofikia kiwango hicho cha kuwa mfalme wa ulimwengu. Na kutumia picha yake tujiangalie sisi wenyewe. Ukiangalia kuhusu ufalme wake, yaani kuwa mfalme, kulianzia wapi? Kulianzia kwa wito. Mungu kamuomba, Mungu kamtuma, naye akubali kwenda kuwakomboa wanadamu. Na kuwakomboa wanadamu ilikuwa dhahiri kwa mpango ni kwenda ajimimine, ajitoe mwenyewe kwa ajili ya wanadamu. Na kwa hiari akasema ndio, nitaenda. Alipokuja alianza mradi ule aliotumwa na Mungu Baba, aliokubali kwa hiari. Na tunakumbuka wiki mbili hivi hili somo limerudiwa, ambapo aliingia hekaluni na kufukuza waliokuwa wanafanya biashara. Mwanzo wa kazi yake, ili aweke msingi wa pale anataka kufanya kazi pawe safi, ainue mbele zake Mungu taifa teule, watu wa sala, watu wa imani. Katika kazi yake, ufalme wake tunauona kuanzia mwanzo hivi. Ufalme wake ulikuwa ni yeye kujimimina. Ufalme wake haukuwa yeye kujitakia makuu. Ufalme wake ulikuwa tofauti kabisa na ufalme wa ulimwengu. Ulikuwa yeye kujitoa, ambalo hilo ndilo lilikuwa swala kuu katika wito wake, kujimimina mwenyewe. Na ukiangalia katika hii hali ya kujimimina mwenyewe, unaiona katika nyanja mbalimbali alizojieleza kuhusu kujitoa mwenyewe. Kujitoa kule ambako tunaona ni hali yake, nafsi yake, nguvu zake, alicho nacho ndicho alitoa. Kwa hivyo hakutegemewa kuletewa. Yeye ilikuwa kujibwaga, kujimimina mwenyewe. Nitakupatia sehemu kadha ambazo haya yanaonekana, chache tu. Kumbuka, yeye katika kujimimina, kuna wakati aliletewa mtoto aliyekuwa ameaga. Na akajimimina kivipi? Akahudumu kivipi? Akatoa kile alicho nacho kivipi? Waliokuwa na majonzi, waliokuwa na mateso, aliguza yule mtoto na mtoto akafufuka. Akaleta furaha kwa mama mwenye mtoto. Akamrudishia uzima, uhai, maana ya maisha. Ikawa furaha kwa jamii. Kumbuka pia stori ya Lazaro. Alipoambiwa na Maria na pia Martha kuwa kaka yao ameaga, alienda na akamwita Lazaro na akawarudishia kaka yao alikuwa ameenda. Na katika masuala haya yote tunapata alikuwa anawaambia watu, mfungueni huyu mtoto, mpeeni chakula. Yeye akishamaliza lake anawaacha watu, kwa sababu hakuwa na haja na sifa na vitu vingine na kujitukuza. Lake lilikuwa kuleta furaha kwa maisha ya watu wanaoteseka. Alipoletewa wagonjwa, aliwaguza na kuwaponya. Wengine aliwaambia nendeni, waliokuwa wale wakoma 10, nendeni mkajionyeshe, si kwangu, kwa hao watu. Si mimi nataka utukufu, nendeni na muwe wazima. Na hata aliyerudi kusema asanti, alimwambia imani yako imekuponya, umekamilika. Isitoshe,
hata alipoitwa katika ile sherehe ya harusi ya Kana, alikuwa ameenda sherehe, hakuwa ameenda kazi, ilikuwa sherehe. Lakini kazi ilipokuja hakusema si wakati wa kazi, bado ni yeye. Divai imewatindikia. Hata kama alisikia amesukumwa na akasema, mwanamke, tuna nini nawe? Mwisho alibariki maji yaka divai. Sherehe alihakikisha haijaharibika, kwa sababu yeye kazi yake ni kuhakikisha mambo yako sawa. Akajimimina mwenyewe. Kumbuka hata alipokuwa anaviziwa na kutafutwa ili aangamizwe, hakuenda mafichoni na hakuacha kufanya kazi yake. Walimshtaki sana kwa sababu ya kufanya kazi siku ya Sabato, lakini hiyo ilikuwa na namna ya kutafuta vile watakavyomnasa. Hao ni witch hunters, walikuwa wanatafuta namna tu ya kumnasa, wasingizie kwa kutumia sheria. Lakini yeye bado alifanya kazi siku ya Sabato kwa sababu haja yake ilikuwa kuboresha maisha ya watu, kuwatoa katika hali moja hadi nyingine, hali ya mateso hadi hali ya amani na utulivu. Kumbuka hata siku alihatarisha maisha yake. Hivi, nakumbuka story ya yule mwanamke alipatikana akizini. Unaweza imagine today kukiwa na story kama hiyo, vile watu wanaweza tengeneza story wanajua kutengeneza. Inaweza turn out iwe ni wewe. Rahisi sana. Walipomleta, Yesu aliuliza nani hajaifanya dhambi? Mwisho akaondoka mmoja mmoja. Kwa hivyo watu wangetengeneza story kuwa alikuwa na defend huyu mama kwa sababu wanajuana. Ilikuwa rahisi sana kutengeneza hiyo story hivyo, lakini hakujali. He stood on the way. Njia ya kifo ya huyu mama kukisimamisha kisipatikane. Hata watu walipoanza kuongea mabaya kumhusu. Kumbuka siku alikuwa mahali ameitwa kwenye sherehe kwa mtu, na mwanamke akaja na chupa ya mafuta na kumpaka miguuni na kumpanguza kwa nywele zake. Na watu watu wengi walikuwa kwanza wachache, wakasema sasa hii ni nini? Hebu imagine nikiwa hapo alafu mwanamke aanze kunikisikiza mbele ya watu watasemaje? You'll be lynched bwana. Na that's what the lady was literally doing. Alikuwa anakisikiza Yesu mbele za watu, hajali. Na huyo mwanamke alikuwa kahaba. Na walipotaka kuingilia hii story, Yesu aliwaambia stop at that. Aliwaambia, na alipitisha kwa yule aliyemwalika kwa sherehe. Akamwambia, wewe nilipokuja kwako ulinipatia maji ya kuoga? Hakuna. Ulinipatia mafuta? Hakuna. Hata ulinihaga? Hakuna. So, inaweza alikuwa anasema mnauliza nini huyu? Mnamuuliza nini? Midomo hii si yenu, lips si zenu, maji si yenu, mafuta si yenu. Mnamuuliza nini? Uchokozi tu. Wivu. Si nyinyi mlishindwa. Simochana na yeye. Alisimama imara. Tunaona yeye kwa wale wote alioguza maisha yao, hata wale walioshibisha, kwao alikuwa mfalme, kwa sababu aliotoka katika hali moja hadi hali ya nafuu. He was really a king hapa duniani. Na tunaona utawala wake wa kuwa mfalme, hata walipomtundika msalabani, hakufanya ovu kuonyesha kuwa nilikuwa nafanya wema. Aliwaacha wafanye mapenzi yao, akijua ndani yake na akiwa na uhakika kuwa ufalme wake hawezi pokonywa, kwa sababu ametimiza yale Mungu Baba alitaka. Alikuwa mtiifu hadi mwisho, hadi kufa. Hata alipofanywa mabaya, unakumbuka hata ile story ya vile alipopigwa kofi na yule askari kwa kumjibu kuhani mkuu. Alimuuliza askari, okay, umenitwanga kofi, why? Niambie tu kweli, why? Haki iko wapi? Iwapo nimefanya makosa, umeyashuhudia. Na makosa yenyewe sijajua, pengine uniambie. Na iwapo sijafanya makosa, umenipigia nini? Sidhani yule askari alikaa hapo tena.
faced with the truth. Ufalme wake tunaona kwa wale wote alioguza maisha yao. Alikuwa mfalme. Na kwa sababu ya msimamo wake huo ambao haukuyumba njiani, mwisho ulikamilika katika Mungu Baba kumtukuza. Akafufuka toka wafu, mfalme mshindi. Lakini unaona ufalme wake umeupata kivipi? Ameuzingatia kuanzia mwanzo kupitia kujimimina mwenyewe, kujitoa mwenyewe. Si kupitia kujipendelea mwenyewe, hapana, ni kujitoa mwenyewe. Akaleta nafuu kwa wale waliokuwa naye, kwa wale aliokutana nao maishani. Hivyo ndivyo ufalme wake unadhihirika. Na si alijitafutia makuu au sifa. La, ufalme wake ulikuwa katika kujitoa. Ndiposa kwa kujitoa kwake akawa ametimiza lile ambalo Mungu Baba alimtuma. Nenda kawaokoe, jimimine ili waokoke. Si uwaambie watembee, ni wewe uwabebe, uwasaidie, uwafanyie, uwaimarishe ili kupitia kwako uwe umewaokoa. Basi kupitia hiyo hadithi ya Yesu ni vizuri tujiangalie sisi na hadithi yetu wenyewe. Hadithi yetu sisi wenyewe inakaaje? Kwa sababu umeolewa, nani alikupatia mume? Ulitoa wapi? Si Mungu uliomba? Ni Mungu uliomba. Kwa hivyo mume ni wa Mungu, ni Mungu alikupatia. Ili upate mke, uliomba nani? Ni Mungu alikupatia, ulimwambia naomba. Mwana, mtoto, si ni Mungu alikupea? Ni Mungu. Na kazi ni Mungu alikupea. Yes. Hata hela ni nani alikupatia? Ni Mungu. Alikupatia hivyo vyote vya nini? Ili ujinyimimine kwa hao. Haikuwa sababu nyingine. Ili ujibwage kwa sababu ya hao. Ufalme wako ni kujibwaga kwa sababu ya hao. Mungu alikuita hata wewe uwe mfalme. To be a king, to be a queen kati ya watu kwa kujimimina kwao. Basi tunahitaji kujiangalia. Baada ya kupatiwa mume wako, mke wako, mtoto huyu na kazi, umejimimina. Naomba kwaya mnikumbushe ule wimbo wa St. Patrick's Youth Choir kule Thika. Wimbo fulani wameimba hapo hivyo. Nisiwe sababu ya wenzangu kuumia. Tafadhali. Asante. Sala yangu ni nisiwe sababu ya wengine kuumia. Sala yangu nisiwe sababu ya wengine kuteseka. Mfanya kazi mwenzako unateseka kwa sababu yako. Then how are you a king? How are you a king? How are you a queen? Ikiwa mtu mwingine anateseka kwa sababu yako. Yesu alisababisha nani aumie? Mume wako, mke wako anafurahia kuolewa nawe. Anasema Mungu wangu, yenyewe saa hizi niko mbinguni hapa duniani. Vile nakaa na mume wangu, vile anishughulikia, vile anipenda, vile hivyo na upole, unyenyekevu,
vile anavyonipatia sikio lake. Je, anafurahia au anakuvumilia? Sawa Mungu, isipokuwa ni watoto hapa huku ningekuwa nimeenda. Mungu huku nasikia kama naweza tembea nitoke niende kabisa. Yaani kuvumilia. Kazini uliyemwajiri pale, pengine anasema isipokuwa ni shida za kwangu, mimi hii kazi huku ningetoka. Ni kukuvumilia na kuvumilia. Yaani wewe umekuwa mtu wa kuvumiliwa. Ili hali ni wewe uliomba Mungu akupe mume, akupe mke, akupe kazi, akupe mfanyakazi, akupe hela, akupe mahali pa kuishi na kupatia majirani, alafu unaanza kuwa kuvumiliwa. Wanakwaya, naomba msichoke. Kuna wimbo fulani sikumbuki ni kwa ipi imecheza. Na huo wimbo unaongea kuhusu najivunia kuwa Mkatoliki. Mwaufahamu? Wakatoliki hujivunia kuwa Wakatoliki kwa sababu wao husikiza sauti ya Yesu, na wao kwao na kwa wale wanaoishi na wao ni wafalme. Wewe ni Mkatoliki? Wewe ni Mkatoliki? Mume wako anafurahia au ni mateso? Kama kuna mateso kule na kuvumilia, wewe si Mkatoliki. Wewe si Mkatoliki. Mkatoliki ukiangalia katika zile ishara 4 za kanisa la Kristo. Ishara 4 za kanisa la Kristo. 1, takatifu, Katoliki, la kitume. Tuchukue kuhusu Katoliki. Sisi Roman Catholic Church we subsist. Yaani sisi tuko karibu sana na picha ile ya Kristo kanisa aliloanzisha. Na katika swala hili la kuwa Katoliki inamaanisha universality. Unakumbatia kila mtu. Mumeo umemkumbatia. Unamtesa kwa sababu hujamkumbatia. Ungekuwa umkumbatia yeye na kasoro zake, ungekuwa ukimtesa. Hii ingekuwa nafasi ya kasoro zake kuzisafisha. Lakini unatumia kasoro zake kama kiboko kumchapia. Mke wako katika dosari zake, watumia dosari zake kumrushia matusi. Hujampokea kikamilifu. Mfanyakazi na mtu yeyote yule aliye karibu nawe, jirani, katika kasoro zake wazitumia kama mchapo. Hujamkumbatia. Niambie ni nani mbele za Yesu alitumiwa makosa yake alitumiwa kama mchapo? Yule mama aliyeshikwa akizini, Yesu alitumia makosa yake kama mchapo? Hakuwahi. Petro alipomkana mara ya 3, Yesu alitumia makosa yake kama mchapo? Hakujaribu. In fact, alimfanya akawa papa wa kwanza. Aliona weakness hiyo ya Petro ikawa ndio strength yake. Sisi ukiwa dosari yangu nilikuwa kiboko sasa.
baadaye uitumie kama strength, iwe nafasi yako kunishauri, kunielekeza, kunionyesha njia, kunihandle with care. Juu umejua weakness yangu. Angalau sehemu hiyo ambapo niko blind, niko na upofu, unisaidie kuona. Uwe jicho langu saidi hiyo. Wewe unatumia kama kiboko. Mkatoliki dosari za mwenzake katika ndoa, katika maisha, katika familia, anazitumia zikiwa nafasi ya yeye kuingilia kati ili akamkongoja mwenzake katika hiyo changamoto yake, ili afikie ukingo, afikie kilele cha wokovu na cha maisha. Huyo ndiye Mkatoliki, na ndiye atajivunia kuwa Mkatoliki, kwa sababu yeye ni msaada, anakumbatia wote na hata na kasoro zao. Sisi si Wakatoliki hata kidogo, kwa sababu tunachagua anayekupendeza, anayekufurahisha, anayegemea upande wako, anaimba wimbo wako, hao ndio tunaegemea. Hakuna Ukatoliki kwa hapo. Huyo ni mtu anaitwa Protestant. Yaani umeenda kinyume cha Yesu, umeprotest against Yesu. Yesu ni wa kukumbatia wote. Na ndio maana yeye tunamtukuza leo hii, tunamsherehekea leo hii, mfalme aliyefungwa mikono yake akumbatia kila mtu. Wewe waweza kasherehekewa kama mfalme leo hii na mume wako, na mke wako, wafanyakazi wenzako, mwajiri wako? Waweza?